moja moja aliyoko hapa na maisha yao yakabadilike, nuru yako ikawaangazie na kila giza likaondoshwe katika jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi. Na tafadhali tuweze kuketi mbele ya uwepo wa Mungu wetu. Haleluya. Piga Bwana Yesu makofi tena. Haleluya. Napenda nimshukuru Mungu Baba yangu wa mbinguni kwa ajili ya nafasi nyingine ya kuwepo katika madhabahu hii asubuhi ya leo. Namshukuru Kristo mjenzi na kichwa cha kanisa. Namshukuru Roho Mtakatifu mtendaji mkuu wa ishara na maajabu na mtendaji mkuu wa serikali ya mbinguni. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambao umekuwa sehemu ya ibada hii ya Jumapili tarehe 10 mwezi wa Mei 2026. Tamko letu la mwezi huu wa Mei, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Tafadhali tamka neno hili kwa imani. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Tamka tena, mimi ni nuru ya ulimwengu. Tamka tena, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kama ulivyotamka imekuwa hivyo katika jina la Yesu. Bwana kufanye kuwa nuru. Maneno haya yanatokana na Mathayo, Injili ya Mathayo sura 5 mstari 14 na mstari 15. Yesu akawaambia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Na mstari wa 14 anasema ninyi nuru ya ulimwengu, na 15 anasema mtu hawashi taa akaiweka chini ya pishi, bali iweka juu ya kiango, ili nuru hiyo iwangaze watu wote. Kumbe tumekusudiwa kuwa nuru kwa kumpokea Kristo. Tumekusudiwa kuwa nuru kwa kumpokea Kristo, na hiyo nuru imekusudiwa kuangazia ulimwengu. Utagundua kwamba kila anayempokea Kristo anapewa nguvu. Anapewa nguvu ya kufanyika mwana, na hiyo nguvu ya kufanyika mwana ndiyo nguvu inayoweza kukufanya uangaze, sababu huwezi kuangaza mpaka ufanyike mwana. Huwezi kuangaza mpaka ufanyike mwana, na kufanyika mwana ni kupokea nuru. Na ndio maana Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno ni Mungu, na huyo neno ni Mungu. Kwa hiyo na ukiendelea ukasoma Yohana hiyo sura ya 1 mstari wa sura ya 1 mstari wa 5, anasema nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwamba nuru inapoingia mahali, giza halina namna ila kuondoka. Nuru inapoingia mahali, giza halina namna nyingine ila kuondoka. Na tukiendelea pale Yohana sura ya 1 mstari wa 9, utaona ya kwamba huyo nuru ndiye anayewaangaza wanadamu wote. Huyo nuru ambaye ndiye neno ndiye anawaangaza wanadamu wote. Na tukasema hakuna anayeweza kuangaza isipokuwa ameipokea hiyo nuru. Akishaipokea hiyo nuru, ndipo anapewa mamlaka ya kuangaza. Ninyi nuru ya ulimwengu. Mtu hawashi taa akaiweka chini, bali huweka juu, ili iweze kuangazia ulimwengu. Kadri unavyopokea neno, ndipo uwezo wa kuangaza unakuja. Na katika mwezi huu uwezo wako wa kuangaza umekuja. Amen. Kwa kuwa neno lako limekuja. Amen. Nasema uwezo wako wa kuangaza umekuja. Amen. Kwa kuwa neno lako limekuja. Amen. Katika jina la Yesu. Na Jumapili iliyopita tulianza kuangalia nini kimo katika neno ambacho kinatupa mamlaka ya kuangaza. Nini kimo katika neno ambacho kinatupa mamlaka ya kuangaza? Na tukaangalia mambo 5 ya kwamba ndani ya neno kuna ishara na maajabu. Tukaona pia kwamba ndani ya neno kuna nuru inayokomesha kila giza. Tukaona pia ya kwamba ndani ya neno kuna ukombozi, na tukaona pia ya kwamba ndani ya neno kuna utakaso, na tukaona ya kwamba pia
ndani ya neno kuna uzima. Na leo nataka nikuonesha mambo mengine 6. Nini kimo katika neno ambacho kinafanya wewe uangaze? Nini kimo katika neno ambacho kilimfanya Yesu aseme ninyi ni nuru ya ulimwengu, na akasema ya kwamba hakuna anayewasha taa akaweka chini, bali iweka juu ili iweze kuangazia ulimwengu? Nini kimo katika neno ambacho kitakufanya ama kinakupa mamlaka ya wewe kuangaza? Nitakufundisha mambo mengine 6. Jambo la kwanza, ndani ya neno mna uponyaji. Ndani ya neno mna uponyaji. Zaburi 107 mstari wa 20, ulituma neno lake uwaponya, uwatoa katika maangamizo. Utagundua kwamba andiko hili, kuna mambo mawili katika andiko hili. Kuna ukombozi, lakini kuna uponyaji. Kwamba ulituma neno uwaponya, uwatoa katika maangamizo. Na ndio maana utagundua kuna watu wengine mahali hapa atukowekea mkono, walikuja wanaumwa. Tulipokuwa tunafundisha hili neno, nguvu ya Mungu ilikuwa ikitembea na watu wakaondoka wakiwa wamepona magonjwa, sio kwa kuwekewa mkono, bali kwa kusikiliza neno, kwa sababu ndani ya neno kuna nguvu inaitwa nguvu ya uponyaji. Na ndio maana Yesu katika Luka sura 6 na mstari 17 anasema alikuwa akifundisha na Mafarisayo walikuwapo, na uweza wake ulikuwepo pamoja naye uweze kuponya. Alikuwa akifundisha tu, alikuwa akifundisha neno, anafundisha neno. Wale wanaosikiliza wakakutana na nguvu ya kuponywa kupitia lile neno, kwa sababu neno lake, katika ndani ya neno lake kuna nguvu inaitwa nguvu ya uponyaji. Haleluya! Lituma neno lake uwaponya, watoa katika maangamizo. Kisoma pia Waebrania sura 14 na mstari 12, nasema kuna nguvu ndani ya neno la Mungu. Kuna nguvu. Neno la Mungu ni nguvu. Neno la Mungu ni nguvu. Inaweza kugawanya nafsi, mwili na roho. Inaweza kugawanya nafsi, mwili na roho, na kutambua mawazo ya moyo. Yaani hilo neno la Mungu linapotumwa lina uwezo wa kwenda katika maisha ya mtu, likachambua, likatenga nafsi, likatenga roho, likatenga mwili, likafanya uponyaji. Haleluya! Kwa maana nyingine, ndani ya neno la Mungu kuna hata nguvu ya kufanya hata upasuaji. Kama linaweza kutenga, likatenga nafsi, likatenga mwili, likatenga na roho, maana yake hili neno lina hiyo nguvu ya kufanya hata uponyaji, ya kufanya hata upasuaji katika mwili wa mtu. Mtu ambaye mfupa wake ulikuwa hauko sawa, anasikiliza neno, mfupa unaunga. Haleluya! Ndio maana Mungu alipotaka kumuumba Hawa hakuhangaika. Alimwacha Adamu akalala usingizi. Alipolala usingizi, akachukua ubavu katika mwili wa Adamu, alafu akamtengeneza Hawa. Adamu anapoamka anakuta mwanamke, akamuita jina Hawa. Kwa hiyo wa kwanza kuanza kufanya upasuaji sio madaktari wa upasuaji. Usije ukawa mtaalamu wa upasuo ukajiona una maana sana. Mungu ndiye wa kwanza kabisa kufanya upasuaji. Alimpasua Adamu akamtoa Hawa. Haleluya! Vile vile tunaambiwa Waebrania 4:12, neno lina uwezo wa kugawanya mwili, nafsi na roho. Waebrania 4:12 lina uwezo wa kugawanya, kuchambua, likagawanya mwili, nafsi na roho. Kama neno linaweza kuchambua likagawanya mwili, nafsi na roho, maana hili neno linaweza kufanya upasuaji na linaweza kufanya uponyaji. Hivi ninavyozungumza, kuna wagonjwa wanapona magonjwa yao. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ugonjwa wote ambao umeingia nao mahali hapa unaondolewa muda huu. Amen. Naona uvimbe unaondoka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Utasa unaondolewa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ulienda hospitali kukwambia nini, haijalishi. Wanaweza kukwambia hauna kizazi. Haleluya! Habari njema ni hii. Hakuna mtu anatengeneza bidhaa alafu asiwe na spare. Haleluya! Ukiona watu wanatengeneza bidhaa wanakuwa na spare. Akikuletea pikipiki anafungulia na duka la spare. Haleluya! Kwamba kikiharibika unakuja unanunua kingine unafunga. Sasa Mungu ndivyo hivyo alivyo. Kama alikuumba wewe, manaka ana spare yako. Chochote ambacho hakipo, asubuhi leo Bwana akiachilie. Amen. Bwana akiumbe. Amen. Nasema Bwana akiumbe. Amen. Kiungo chochote katika mwili wako kisichofanya kazi sawa sawa, asubuhi leo
Pokea nguvu ya neno la Mungu. Amen. Nasema pokea